Ako kwenye disco ile ambayo alikuwa amekuja kuitoa Nairobi, na hata saa hii mahali hapa tupo, ninajua wale former managers ama CEOs ambao Ken aliwafanyia kazi wako hapa. So kwangu mimi nimepoteza kiungo muhimu sana, ikiwa hata yeye mwenyewe kama head DJ ndiye ambaye alikuwa anapanga kazi zote. Na cha kushangaza ni kwamba hiyo siku aliweza kuleta wale top 4 ambao huwa ndio wanapanga kazi, mmoja wao akiwa ni Rofas, yeye mwenyewe, Ken, Modi na Dogodi. Na Ken mwenyewe kwa mkono wake na kalamu na kitabu aliweza kupanga kazi zote mpaka tarehe 1 ya mwaka huu. Kisha ndio wanatoka wakisema wamepata kazi ya sehemu inaitwa Mtondia, na mahali hapo chini hapo ambapo ndio walienda. Tayari tumepanga, ama akiwa tayari amepanga vikosi vyote vya shughuli ya tamasha ya Christmas. Na kilichomshangaza kila mmoja, Ken mwenyewe ndiye alitoa kauli hiyo ya kwamba boss, hii kazi kabla hujaenda kuifanya, mimi kama head DJ ningetaka mbali na kuomba ya kwamba ukaweze kutulipa mishahara yetu yote. Sijui kama alikuwa anasikia nini ama alikuwa ameona nini, kitu ambacho hakijawahi kufanyika siku nyingine. Ken alisema boss, alikuwa anaita majina mawili, mzee na boss, huko akicheka. Mzee bebu ndo bagira kama iremba karaka utu ili uzipange kama ire wabe si Christmas hino. Na nikaweza nikatimiza yale ambayo alikuwa amenena. Kila mmoja alitoka pale na mshahara wake. Asubuhi ya mapema saa 9 napigiwa simu. Kuna kijana anaitwa Mboso, yeye ndiye alikuja na pikipiki, akanipata kwa njia, akanipeleka paka Kisoni pikipiki. Nikakaa na watu wa gari za mikate. Hamtajua na wengi hawataelewa, lakini hapo hapa anaona. Kenya hapo hapa na anaona, ajua kile ambacho ye mwenyewe aliona hiyo siku. Lakini sina la kuongea.
Nina mambo moja huu mmoja wetu vijana usikuwe mwanakali peke yake. Isikuwe kama saizi mmoja wenu ameenda ndio tunajitokeza kwa wingi ili kumsindikiza. Mimi naomba huu mmoja wenu pia uonekane katika sekta. Especially katika mambo ya uongozi, katika mambo ya siasa. Nyinyi vijana mna nafasi kubwa sana katika kuleta mageuzi. Hakuna nchi ambayo inaendelea bila nguvu ya vijana. Ninaomba kifo cha Kennedy hichi iwe ni mwanzo wa vijana kujitambua. Manake nyinyi mkiwa na umoja hivi mkienda mkichukua kura kwa wingi, kwa sababu ilisemekana viongozi ama vijana ni viongozi wa kesho. Mimi nasema kesho ya vijana ni leo, kesho yenu imefika. Sasa ni wakati wenu vijana kuchukua uongozi kutoka chini mpaka juu. Nyinyi vijana mna sauti. Kwa hivyo mimi nawaambia kama mjachukua kura, sasa ni wakati wenu wa kuchukua kura. 2027 wekeni viongozi ambao wanajali maslahi yenu katika mamlaka. Isikuwe tu saizi tumekuja hapa kwa sababu mwenzenu amejitokeza kwa wingi, alafu tukitoka hapa tunatawanyika, kila mtu anaenda shughuli zake. Nyinyi ndio nguvu ya Kilifi County, nyinyi ndio nguvu ya taifa. Na huu ni wakati wenu, huu ni muda wenu. Wacheni sauti yenu katika siasa pia isikike. Kwa hivyo mimi nawahimiza tu, himizo langu leo ni kwamba vijana unganeni kama hivi, nendeni mchukue kura kwa wingi na 2027 hapa na mimi nikiwa kama SP wa chama cha PAA, ni lazima nipigie tena chama changu. Na mimi naambia vijana, nieni katika mambo ya siasa, kuweni kura na 2027 pigieni viongozi kama chama. Hapo hiki ndio chama ambacho kina uwezo wa kuleta mageuzi katika hii nchi yetu. Tumekuwa kwa wakati mwingi sana tunashabikia vyama vya kufanya kazi. Sisi kwa muda mrefu tumeheshimu sana chama cha ODM na tulikiheshimu kwa sababu ya yule kiongozi alikuwa pale. Kiongozi alikuwa ni Mheshimiwa Raila Odinga. Sisi wa Pwani tuliingia ODM kwa sababu tulikuwa tunamheshimu Mheshimiwa Raila Odinga. Yeye ndiye alikuwa glue, yeye ndiye alikuwa nguzo, sisi tulikuwa tunamfuata yeye. Kaka, tunakomba kamera tafadhali. Mheshimiwa Raila Odinga, kila mtu akija na kamera hapa kutaka linda. Sio wajua hivyo. Sasa hii chama cha ODM. Sasa nyinyi ambao bado mmebaki ODM, mmebaki ODM kufanya nini? Kale mwenye muziki hao ni ajiri muhendani ho mzee. Imefika wakati saizi kama wapwani tutengeneze nyumba yetu. Nyumba ambayo tutaweka wapwani wote pamoja, halafu tukae katika meza na wenzetu kutoka sehemu zingine, ili keki ya serikali ikigawanywa, sisi sote kama wakazi wa pwani tuwe tuko pale. We want to specify when the national cake is being divided. Lakini pia vile mimi leo nimekuja mimi mwenyewe, nitaacha shilingi 10,000 kuhakikisha kwamba tunaendelea kushirikia mambo ya hii mazishi. Asanteni na Mungu awabariki sana. Haya, tumpongeze kiongozi wa eneo bunge la Ganze Bwana Kenneth Tungule kwa sababu ya speeches zake njema za heri, ni kuhamasisha uombolezaji zaidi. Wale ambao hawakuwa na ufahamu wa baadhi ya mambo pia wamepata nafasi ya kupokea ufahamu. Naomba tuzidi kuwa watulivu tafadhali. Ndugu zangu wana bodaboda, hata mimi nilikuwa bodaboda the year 2015, the whole of the year.
I was a boda rider, na hata siku nyingi mimi mwenyewe huwa naalikwa kwenye hafla za mazishi nikiwa nazika ndugu zangu bodaboda, lakini wewe nafikia mahali kunakuwa na rabsha, mazishi hayaendi kimantiki. Hiyo sio. Kwa hivyo nauliza kwa mara ya kwanza, ndugu zangu bodaboda, wacha kwamba tunamzika mzee Moi, engineer MCDJ mzee Moi, hata tungekuwa tunazika bodaboda hapa leo, lakini bado tutakuwa tuna haki na tuna sababu ya kubadilisha tamaduni bana. Ikifikia mahali kama ni bodaboda ameaga dunia, tunatarajia kwamba tuweze kupokea wale weledi wenye wanaweza kuendesha pikipiki kiufundi, tena watambulike kwa majina, watambulike kwa sare ama namna gani, ili waingie kwa uga, watuonyeshe vile wanaweza peleka pikipiki zao na utaratibu mzuri na mambo yaende vizuri. Hiyo story ya kupiga kelele nyingi haitawasaidia na haiwezi wasaidia. Hiyo kwa sababu tusitofautiane. Tumekuja hapa kwa ajili so tusivurugane. Wanangu wa bodaboda tafadhali, mkae watulivu ili tuendeshe ratiba kwa sawa. Shika hapo DJ. Naomba niweze kusonga mbele. Speeches kidogo nizifungie, lakini kama kunaye mwakilishi katika ofisi yoyote kwa sasa hivi, basi afike studio ili aweke bayana rambirambi zake kwa jamii. Alafu pia vile vile wale viongozi wote ambao wamefika hapa, tumepokea hotuba zao, na baada ya kupokea hotuba zao pia vile vile tunaomba wasihame bila kuacha faraja kwa jamii. Ile yenye mlishiriki tayari awali ndio imetuwezesha mpaka tumekusanyika hapa, na pia kunao watakaosalia ambao wanahitaji ulezi na wanahitaji kutunzwa pia. Kwa sababu hiyo basi sitakuwa naona nimetenda haki endapo nitawanyima nafasi ya kushiriki katika kipindi cha kutoa faraja. Pengine huenda mkahama mapema kabla kipindi kufika, lakini kabla muhame tayari our area MP Chungule amesema ataacha shilingi 10,000, lakini sijasikia sauti za wenzetu ambao wamekuwa hapo. Kwa hivyo naomba mjipange vyema ili msiame kabla ya kuonana na jamii, tafadhali tumeomba. Alafu tukizidi kusonga mbele, naomba nimwalike MC Babas. Speeches za serikali kuu pamoja na za siasa hapo ndo tutakuwa tunazifunga kwa sasa, kwa sababu kuna vipindi ambavyo viko mbele yetu, na kwa sababu hiyo tutakuwa namuuliza MC Babas aweze kuja mbele hapa ili aalike wale watakaokuwa wamesalia ambao ni workmates, wafanyakazi wa baba ya mstahiki mzee Moi. Hao ndio wataalikwa wa kwanza ili waweze kutoa rambirambi zao, halafu tutarudi tena kwa wafanyikazi wa mzee Moi mwenyewe ambao tutakuwa tunaingia kwa management zote za sound system. Tutakuwa na speeches kidogo ambazo tutaziweka bayana, halafu na vipindi vitakavyojiri basi ndio tutakuwa tunavianika wazi, kila mtu atashuhudia. Karibu sana. Asante sana ndugu yangu MC Dida, amefanya kazi nzuri na anajitahidi ama amejitahidi, manake hapa mbele nikiangalia hizi sura zote hapa kuna ma-MC wengi sana. Sasa kulingana na vile amejaribu ama ameendesha hiyo ratiba, ni ishara ya kwamba yeye anaweza, na ndio maana familia wamemwamini ama wametuamini kwamba tukaweze kuendesha hii program ya kaka yetu. Basi nataka nichukue nafasi hii kwa sababu ninaitwa hapa ili kuweza kukaribisha wale wafanyakazi wa babake mwenda zake. Tafadhali yule HR, tafadhali ulikuwa umesema wewe ndio utakuja hapa
ili kwamba ndio huyo hapa Karibu sana, karibu sana. Haya, asante. Tayari amesema wale wafanyikazi wanakuja, lakini kwa sababu ya muda sitawaruhusu nyote muweze kuongea. Labda kama ni wawili tu peke yake itakuwa ni vyema. Ni mmoja peke yake. Asante. Udah aku dipecah-pecah. Ada apa begado? Oh, mau nak jamu jam tertari ni. Babu kamu kan akan dani. Mau nak jamu tertari. Berasa kata orang Kuna noni bu? Zangu. Mlamu mudogo. Wewe mlamu mudogo. Galo muna na Mlamu hauna la kunena vile. Nafikiria ndamwambia bosi wasikani. Sawa lise. Fikiria manzo. Ndasi. Shika. Kata. Nakutonya kona letea hizo. Nakutonya 50 ya moja. Lamu mudogo. Paketu hapo kameanza. Yeye ndiye atakayekualika peke yake kipenzi kwa kitu kule. Niko live hiyo. Waalike wale viongozi wa kisiasa walio juu ya mamlaka yake. Hatimaye tumalize Moi. tuweze kusonga. Sasa kitu iko live hiyo baba. Basi ya MCA jinsi kwamba uko Naomba nashukuru kwa madhabahu ili kuweza kuongea na waombolezaji. Ndasi ngata hapo ndasi. Ngata tena ndasi. Huyo wamengata. Ngata. Drone aja huko drone. Wewe na hewa kula. Kuda vitu. Oh, mwite yuno ano kena mwite. Hata wewe basi ni wewe pekee yake mimi. Hakuna